kuitika wito wangu. Nadhani jana jioni nilitangaza kwamba leo ingekuwa vizuri kuweza kuongea na vyombo vya habari hapa Dodoma lakini pia kupitia vyombo hivi vya habari ni vitumie kutangaza kwamba katika swala la uchaguzi wa spika wa bunge ambapo Chama cha Mapinduzi kimeleta majina matatu, ilikuwa ni Tulia, Masere pamoja na mzee wangu Mzee Zungu. Lakini jana tuliona taarifa za kwenye vyombo vya habari tofauti kwamba Mheshimiwa Tulia Ackson amejiondoa katika kinyang'anyiro. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitangaze rasmi, mimi kura yangu sio ya siri. Kura yangu ipo kwa Zungu. Mimi nampigia debe Zungu na ninaomba waheshimiwa bunge wote tumpe nafasi Zungu kwa sababu Zungu ana uzoefu. Tumemshuhudia sisi wengine ambao tulikuwa tuko nje ya bunge, tumeona namna alivyokuwa anaweza kuendesha vikao vya bunge wakati anapewa nafasi, lakini tumeona namna ambavyo alikuwa anatenda haki, tumeona namna ambavyo anazijua njia bora za kuwafanya wabunge waweze kuyaelezea yale ambayo yanatoka kwenye majimbo yao. Kwa upande wangu mimi nawasihi sana wabunge wote tumchagueni Zungu awe spika wetu wa bunge la 13, Mheshimiwa Zungu. Lakini kwa naibu spika mimi kwa upande wangu niko kwa ndugu yangu Siro. Mimi kura zangu huwa sio za siri kwa sababu naamini kama Zungu atashindwa basi tutamuunga mkono yule ambaye atapata nafasi na tutafanya naye kazi kama kiongozi wetu, kama spika wetu. Lakini akifanikiwa Zungu, alhamdulillah, atakuwa amefanikiwa mtu ambaye mimi nimemchagua. Na pia kwenye naibu spika akichaguliwa Siro, alhamdulillah, atakuwa mchaguliwa mtu ambaye mimi kwa upande wangu nilikuwa naona anafaa. Akichaguliwa mwingine tutaenda naye hivyo hivyo na tutaheshimu maamuzi ya wengi, maamuzi ya kura za wabunge wenzetu. So ilikuwa ni hilo, lakini pia kutumia vyombo hivi pia vya habari kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhila wakati wa uchaguzi wetu tarehe 29. Tumeona kuna watu waliumia, kuna watu walifariki, lakini tunaona kuna watu waliharibiwa mali zao, kiwemo dada yangu Shilole. Watu walichoma moto baadhi ya mali za serikali, lakini pia mali za watu binafsi. Kwa kama kiongozi wa umma nitumie maiki hizi pia kuwapa pole wale wote ambao walikutwa na madhira, lakini naamini 100% kwamba maandamano ni haki kikatiba, watu wanaweza kuandamana, lakini nadhani watu waliyatumia yale maandamano vibaya. Watu wabaya waliingia ndani ya maandamano na kuanza kupeleka chuki, twende kwa fulani tukachome, twende kwa fulani tukachome. Tafsiri yake ni kwamba waliyaharibu yale maandamano na yakabadilika yakawa sio maandamano tena ya amani. Tuna watu wanapiga polisi, wengine wanashika mapanga, wengine na nini. Haikuwa nzuri kwenye nchi yetu. Kuna vishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama pia kwa kuweza kufanikisha kutuliza na pakawa shwari. Sisi kama viongozi tutapata nafasi ya kuongoza vizuri kama nchi ikiwa na amani na watu wakiwa na upendo na sio vurugu na rabsha zingine ambazo kiuhalisia zinatia dosari kwenye nchi yetu ya Tanzania. Namuomba sana Mwenyezi Mungu panapokuwa kuna shida viongozi wakae waweze kujadiliana kwenye meza na kuweza kuyafanya mambo yaweze kwenda vizuri na sio kile kilichotokea. Limekuwa ni funzo kila upande, funzo upande wa serikali, lakini funzo pia upande wa wananchi. Tumeona ndani ya siku 4 zile tumeishi kama tuko jehanamu, na tunajuana sisi maisha yetu ya Kitanzania ni kwamba ili uweze kupata riziki lazima utoke ukatafute. Hakuna mtu mwenye kuwa na stock ndani ya kula wiki nzima. Kisha pita tu siku ya kwanza, siku ya pili njaa inaingia ndani. Unaanza sasa kutafuta chochote cha kula na nchi inakuwa iko kwenye lockdown, huwezi kutoka, huwezi kufanya nini, watu wanaumia. Kuna watu walikuwa na wagonjwa hospitalini, wagonjwa wako hospitali wanasubiria waletewe chakula kutoka kwa ndugu zao wako kwenye lockdown. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo naomba sana Mwenyezi Mungu jambo kama lile lisije likatokea tena kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tuishi kwa amani, tuishi kwa upendo, kwa sababu sisi tumeijenga nchi yetu katika misingi ya amani
na upendo na sio vurugu na ghasia kama zilivyotokea. Nawapongeza wabunge wengine wote ambao wameteuliwa na wanasubiria kuapishwa, lakini pia nampongeza rais wangu Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye tayari amesha hapa kwa kupata kura nyingi na kupata nafasi ya kuweza kuliongoza taifa letu la Tanzania kwa mara nyingine. Mungu akujalie mama, uendelee kuwa na moyo wa subira, uendelee kuwa na 4R zako ziendelee kufanya kazi ili kufanya nchi yetu ipite katika misingi mizuri. Kwa kusema hayo, sina lingine la kuongeza. Nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari, na kama kuna mtu yote ana swali, naruhusu maswali sasa kutoka kwenu. Umeshinda ubunge. Ndio. Kwa jimbo lako lilikuwa na mchuano mkali kati yako wewe na Zitto Kabwe. Ndio. Vipi baada ya uchaguzi? Tunajua siasa sio vita. Yeah. Mtafuta Zitto Kabwe, Zitto Kabwe ametafuta kuupongeza. Yeah. Ni kweli kabisa nimeshinda ubunge katika jimbo ambalo lilikuwa ni jimbo gumu. Lilikuwa ni jimbo gumu kwa sababu mtu nilikuwa nashindana naye ni mtu ambaye alikuwa na kila aina ya mbinu ya kuweza kushinda. Ni mzoefu na ni mtu anajua vitu vingi sana kwenye siasa. Inawezekana kwa namna moja au nyingine anaweza kuwa ananizidi kujua vitu vingi sana kwenye siasa. Kwa hiyo nimepambana naye, lakini ukweli umeushinda uongo, na ndio maana nimepata kura nyingi sana kumzidi. Nimetumia mbinu zote, nimetumia technology, nimetumia ushawishi, nimetumia kila aina ya mbinu kuweza kushinda uchaguzi ambao ulifanyika tarehe 29. Na kuna bahala ambapo nilikuwa naona anafanya makosa, kwa nilikuwa natumia yale makosa kama sehemu ya mimi kuweza kupata kura ambazo zingeweza kumpigia yeye na nikazichukua. Wananchi wa Kigoma mjini wanataka mtu ambaye anaenda kuwasemea wao. Hawataki mtu aenda kusemea tunasema mbunge bahari, mbunge ambaye anasema kuhusiana na taifa, kimataifa zaidi kuliko jimbo lake. Wao wanataka mtu ambaye atafocus, na nilidili na vitu ambavyo naamini ndio vinawagusa wananchi wa Kigoma mjini. Na ndio maana nikapata kura nyingi. Wananchi wananiamini, wananijua, ni mtoto wao. So imekaa hivyo. Baada ya uchaguzi nilimtumia message, Zitto hakujibu chochote, lakini nadhani ni hasira. Baada ya, unajua ukishakuwa umepoteza unakuwa na hasira, hajajibu. Lakini bado kuna vitu ambavyo anavyo yeye Zitto ambavyo mimi navitaka nivitumie kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Kigoma mjini. Kwa hivyo vyote vile nitamtafuta ili atupe, kama kweli yeye ni mzalendo na lengo lake ni Kigoma mjini iweze kupata maendeleo, basi nitamtafuta ili anipe baadhi ya vitu ambavyo naamini vitaleta maendeleo katika jimbo la Kigoma mjini. So nitamtafuta pale, nadhani hasira zake zikishakuwa zimetulia. Yeah. Na mwingine? Ndio. Asante. Ndio. Kwa kipindi chote wakati unaanali sera zako ilikuwa kusidia kero za wana Kigoma. Ndio. Ndio. Sasa hivi kuchagua ni wao. Ndio. Labda umepanga vipi kwanza na changamoto zipi unazokabili hasa zile za msingi, hiyo moja, lakini pili umezungumza kuhusu swala la spika. Yeah. Ndio kabisa wewe uko upande wa Zungu. Yeah. Lakini Zungu licha ya uzoefu wa muda mrefu kwa jamii, yeye ni siasa pasi. Yeah. Bunge linahitaji swala ya sheria na vitu kama hivyo sana. Tunaona ndani kuna masuala ya mikataba na nini. Lakini kwa cha dunia sasa Zungu ataweza kufiti katika kile na kuweza kuhandle mambo makubwa ya kitaifa ambayo tunakabiliana nayo. Sahihi. Kwanza nashukuru kwa kunipongeza sana na jimbo la Kigoma mjini, na ni kweli kwamba huu ni muda wa kazi, sio muda tena wa ahadi. Uliahidi, watu wakaamini ahadi zako, wanakupa nafasi ya kwenda kuwaongoza. Sasa huu ni muda wa kutekeleza yale ambayo wananchi waliamini kwamba wewe unaahidi na utatekeleza. Mimi niliahidi vitu vichache sana katika jimbo la Kigoma mjini kwa sababu nilikuwa najua nikiahidi vitu vingi naweza nikakwama. Mimi nimeahidi kuhusiana na barabara za mitaani. Barabara nyingi za Kigoma mjini ni za vumbi na zinakwamisha maendeleo. Barabara ya vumbi inakwamisha mtu anayetaka kujenga nyumba nzuri nyeupe kwenye eneo hilo asijenge, kwa sababu baada ya wiki moja tu
vumbi itakuwa ishaipiga ile ukuta wote, utakuwa umeshabadilika rangi. Barabara za vumbi zinatengeneza magonjwa ya kupumua. Barabara za vumbi hazifai katika majimbo, hasa majimbo ya mjini. Huwezi kuwa na jimbo la mjini halafu mnapitisha barabara kiwango cha tope. Maana yake tunasema vumbi kwa sababu ni kwenye jua, lakini mvua ikinyesha inakuwa ni tope. Kwa ni kiwango cha tope. Kwa ni jimbo la Kigoma mjini, moja kati ya sera au moja kati ya mlengo ambao nataka kupita ni wa kuzuia barabara za tope kwenye jimbo la Kigoma mjini. Tunataka hata kama kuna barabara 9 za vumbi au za tope, pesa hizo zikonvertiwe na tupate hata barabara 2 za lami, ili kuweza kuwafanya wananchi waweze kufanya vitu vya maendeleo, waweze kujenga nyumba nzuri. Uweze kujenga nyumba nzuri sehemu magari yanapita na yanatimua vumbi. Uweze kujenga hoteli nzuri, uweze kutandika mashuka mazuri, ukifungua tu dirisha vumbi lote linaingia chumbani na mashuka yanaharibika. Kwa hoteli nyingi zinakuwa sasa maeneo mengi zinayakimbia, hata kama ni mazuri zinaenda kutafuta maeneo ya kujitenga ili kuepuka hasara ya kufanya marekebisho ya mara kwa mara. So niliahidi kuhusu barabara, lakini nimeahidi kuhusiana na masoko ya jioni na kuboresha masoko pia kwa ujumla. Na tayari tumeshaanza kazi. Mabango yote ambayo nilikuwa natumia kwa ajili ya kutangazia watu wanichague, yale mabango yote ambayo ninatengeneza kwa mbao zaidi ya 8,000 nimetumia kwa ajili ya kutengeneza mabango, pamoja na yale makapeti yote, zile mbao tumezibadilisha kuwa meza kwa ajili ya kwenda kuwapa kina mama bure. Kwa hiyo tutakuwa na meza 500 ambazo siku ya shukrani tutaenda kuwagawia wananchi bure, ili waweze kupata sehemu nzuri ya kuweza kufanya biashara. Lakini pia naamini serikali yangu, chama changu cha Mapinduzi, ilani ya chama chetu inaelekeza kuhusiana na masoko, inaelekeza kuhusiana na barabara za mjini. Kwa hiyo kupitia ilani yangu ya chama, naamini 100% kwamba nitafanikiwa kuweza kupeleka barabara za lami katika jimbo la Kigoma mjini na kuboresha masoko katika jimbo la Kigoma mjini. Lakini pia vile vile kuhakikisha ulinzi na usalama, hasa kwa wavuvi. Wamekuwa wanaibiwa nyavu zao, wanaibiwa mashine na majangili. Kwa naamini tutashirikiana vyema na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kunakuwa na usalama katika biashara ya uvuvi na maeneo mengine tofauti tofauti. Zungumzia kuhusiana na Zungu, kwamba kwa maono yako unaona ni anaweza akashindwa kuweza kuhimili mikiki ya bunge la kisasa. Zungu ni mzoefu na tumeona akiwa anaongoza na ameweza kupeleka mijadala mingi na ikaenda vizuri. Kwa hiyo tunaamini 100% yeye sio mtu ambaye ameganda sehemu moja, ni mtu ambaye anaweza kubadilika kutokana na mazingira anayokutana nayo. Tunaamini kupitia Zungu kwa sababu tayari tumeshaona kazi yake ambayo amekwisha ifanya. Ni tofauti na kujaribu mtu mwingine ambaye anaweza kaa aidha ni mpya au ni mtu ambaye hatujai kuona akiongoza hiyo mijadala. Kwa hiyo Zungu anabebwa na historia yake, namna ambavyo aliweza kufanya kazi, na ndio maana watu kama sisi ambao ni vijana tunamuunga mkono, na namuombea sana Mwenyezi Mungu amsaidie, na nawaomba tena kwa mara nyingine waheshimiwa wabunge, tumchagueni Zungu ambaye ni mzoefu na anaweza kwenda kutupeleka katika mlengo ambao sisi wote tunauhitaji. Na mwingine ana swali? Okay. Sasa hivi umekuwa mbunge. Naam. Ndio. Ulikuwa kwenye entertainment, wasanii, influencer. Yeah. Ni mambo gani ambayo hutaki kuenda nayo kwenye nafasi yako mpya ambayo sasa hivi uko nayo kama kiongozi wa serikali na wananchi? Ni mambo gani ambayo kwa sasa unaweza kusema labda Tanzania sihitaji kuenda nayo, labda naomba mniache tutoshane? Kwanza ni kweli nimekuwa kwenye sanaa, nimekuwa kwenye kama mfanyabiashara, influencer, nimekuwa mtangazaji. Kiuhalisia mambo mengi, wewe unauliza kama mambo gani ambayo nitaachana nayo wakati huu naongoza na kama natembea kama kiongozi. Kiuhalisia mambo mengi nitaenda nayo. Sitoweza kuacha mambo mengi kwa sababu yale mambo ndiyo mambo ambayo yamenipa kura nyingi sana kwa wananchi. Wajua watu wengi wanatamani Baba Levo akishachaguliwa kuwa mbunge abadilike tena awe boss. Mimi siwezi kuwa boss. Mimi nilivyoumbwa ndio hivi nilivyo. Kwa hiyo usishangae ukasikia Baba Levo anatoa ngoma
natoa wimbo, wala usishangae, kwa sababu ni talanta ambayo Mwenyezi Mungu amenipa, kipaji ninacho. Usishangae ukaona nimeposti kitu ambacho kinamsaidia mfanyabiashara kuweza kukuza biashara zake kama influencer, lakini sasa hivi nitakuwa kama kiongozi. Kwa lazima nitaendelea kusupport wafanyabiashara. Hatuwezi kuwatupa wafanyabiashara na kati najua kama mimi nina nguvu kubwa kwenye social media ambao wao pia wafanyabiashara ndio jicho lao. Nataka, lakini pia nitazitumia akaunti zangu za social media kupush agenda ambazo zinakwenda kuleta matokeo chanya katika nchi yetu ya Tanzania, ikiwemo vitu ambavyo utekelezaji wa ilani ya chama chetu cha Mapinduzi katika ambao tumetangaza katika uchaguzi huu wa 2025. Kwa lazima tutumie peji zetu kwa ajili ya kupush vile vitu ambavyo vinatekelezwa, lakini kuwapush wafanyabiashara wadogo waweze kuwa wakubwa na wakubwa waendelee kuwa wakubwa. Kwa mambo mengi nitaenda nayo, sito yaacha mambo mengi sana. Nitakuwa mbunge ambao katika model ambayo iko tofauti kidogo, lakini pia bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lina miongozo ambayo mbunge anapaswa kufuata. Kwa tutafuata pia miongozo ambayo imewekwa kisheria ili tusiweze kwenda kukinzana na utaratibu wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kama kuna kitu ambacho nilikuwa nakifanya kinakinzana, tutakiacha, lakini kama kuna kitu ambacho hakikinzani tunaenda nacho. Yeah. So nadhani tumemaliza. Nashukuru sana.